Katika kesi ya kwanza upande wa serikali ulisema kwamba unahitaji muda kuweza kuwasiliana na watu wa magereza ili waweze kujibu hizo hoja. Kwa hiyo kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatatu tarehe 28 ya mwezi wa 4 saa 3 asubuhi ili upande wa jamhuri uweze kujibu madai yetu au maelezo yetu, hoja zetu zile. Na kesi ya pili ya uhaini baadaye ilikuwa chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga, ambaye hoja kama zile zilijitokeza, lakini upande wa serikali safari wakaweza kujibu hizo hoja, na sisi tulionyesha kwamba namna gani ambavyo haki za mteja wetu za kikatiba na za kisheria na pamoja na za kanuni na za zile maazimio au maagano mbalimbali ya kimataifa ambayo Tanzania ni mwanachama wake, ambayo inalinda haki za binadamu na watu, jinsi ambavyo zimekiukwa. Sasa tukawa tufanya hizo hoja kwa muda mrefu, na baadaye upande wa serikali wakajibu, na sisi tukafanya mabezo ya mwisho, na mwisho wa siku ikawa ni kwamba hakimu ametoa uamuzi wake kwa kwamba amekataa hoja za upande wa utetezi, na ameamuru kwamba mahakama ina haki ya kuweza kuendelea na kuendesha shauri kwa misingi ya kusikiliza kimtandao bila mteja wetu kuletwa mahakamani. Lakini sasa sisi ndio amri ambayo tulionayo hivi sasa. Kwa hiyo ni jukumu letu upande wa mawakili wa utetezi kwenda kukaa chini na kutafakari kitu gani cha kufanya ili kuweza kulinda haki za mteja wetu. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo. Kama mlivyoweza kuona ni kwamba kutokana na sisi kesi hii kuendeshwa kimtandao, hata nyie waandishi wa habari hamkuweza kushiriki, na vile vile watu wengi hawakuweza kushiriki, lakini jaji amesema hakimu amesema njia ya mtandao inawafanya watu wengi zaidi kuweza hata kushiriki. Sasa sijajua tutabidi swala ni kwamba hiyo ni hukumu ambayo umma inatakiwa iweze kutoa juu ya maamuzi hayo ya mahakama. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, lakini tunafahamu watu wengi sana ambao ni wapenzi, ndugu na jamaa wa Lissu pamoja na viongozi wenzake wa Chadema walitaka kushiriki katika kesi hii wakashindwa, na tumepata habari kwamba wengine wamepigwa, na kuna habari ambazo hatujathibitisha kwamba kuna mwingine ameuawa. Sasa haya yote ni masuala ambayo kwa kweli yanatia mashaka na mustakabali mzima wa namna ya kuendesha haki jinai katika nchi yetu. Kwa hiyo basi nyie waandishi wa habari ambao mlikuwepo, ambao mmefuatilia hizo habari, vyema mkazichunguza na kuweza kutoa taswira sahihi kwa umma juu ya mambo yameendelea hivi leo. Lakini sisi tunasisitiza kwamba mteja wetu haogopi mashtaka haya, bali anataka ashtakiwe katika mahakama ambayo ni ya wazi, na mwisho wa siku ataweza kujitetea na ukweli kuweza kufahamika kwamba kweli hizo tuhuma ni za ukweli au tuhuma ni za kutungwa na hazina msingi wote ule na zinalenga kumnyanyasa na kumtesa. Haya yote yatafahamika mbele ya mahakama.